Rais wa TFF Wallace Karia amezungumza kauli ambayo sio nzuri kwa vyombo vya habari. Unajua, huwezi kusema kwamba nimeamua kuleta hili tukio Tanga na kuongea na vyombo vya habari vya Tanga kwa sababu vyombo vya habari vya Dar vina yale mambo yao mengine. Ni mambo gani hayo ambayo yapo kwenye vyombo vya habari vya Dar? Ni kudharau vyombo vya habari au ni nini? Mimi kwa kile ambacho nimekitafsiri ni dharau. Yaani ameona kwamba vyombo vya Dar es Salaam viko bize sana na masuala mengine ambayo sio ya msingi, lakini vyombo vya habari vya Tanga ndivyo ambavyo ameviona kama vinafanya kazi kubwa ya msingi. Na unajua timu ya taifa ya Tanzania ile kambi Tanga maana yake pia kwa ujumla zipo media ambazo kwa asilimia kubwa zilikuwa Tanga ambazo zimefanya interview nyingi. Hizi zipo media za Dar es Salaam ambazo zimesafirisha watu kuwapeleka Tanga. Sasa kama anasema kwamba media za Dar ziko bize na mambo yao mengine, amepeleka tukio pale kwa ajili ya media za Tanga, kwa nini aliruhusu pia na media ambazo zimeenda Tanga kwa ajili ya kucover ile stories ziendelee kucover story? Niliona media mbalimbali zilikuwa pale zimetuma wawakilishi, watu ambao wameenda kuripoti ile tukio la hafla ya iftar, lakini pia kuzungumza pia na wachezaji wa Stars ambao wataenda kucheza mechi ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco. Kwa hiyo kama hizo media za Dar kweli zingekuwa hazihusiki au hazina story na issue za Taifa Stars, zisingetuma watu, mwisho wa siku zingeendelea kubaki Dar es Salaam na maisha mengine yangeendelea. Zisingekuwa na sababu ya kwenda hadi Tanga, yani ziende Tanga kufanya nini? Kama hazikuwa interested na hizo stories za Tanga. Unajua kuna wakati mtu anaweza kuzungumza kauli akaona kama ni kauli ndogo tu ya kawaida, lakini zipo kauli zingine ambazo zinaleta ukakasi kwa watu. Wallace Karia ni rais wa TFF. Anafanya kazi na vyombo vya habari. Yaani kwa asilimia 99 taarifa zake zote ambazo zinaenda kwa watu, kwa wadau wake zinapitia kwenye vyombo vya habari. Lakini pia vyombo vya habari vikubwa Tanzania viko Dar es Salaam. Yaani hakuna media kubwa ambayo iko mkoani. Media zote kubwa ziko Dar es Salaam, na hata media za mkoani kwa asilimia kubwa mara nyingi huwa zinapokea story kutokea Dar es Salaam zinatumia kule. Sasa akidharau media za Dar es Salaam, maana yake itafika wakati atakuwa na jambo lake linahitaji vyombo vya habari na watu hawataenda kwa sababu anavizarau, na watu wasipoenda maana yake amekwama. Watu wasipoenda maana yake jambo lake haliwezi kwenda. Sasa yeye kama rais wa TFF anapaswa kuheshimu media zote ambazo ziko pale, kwa sababu hata hapo Tanga zipo media zingine zimetoka Dar es Salaam zimeenda pale. Sasa kama media imesafirisha watangazaji kutoka Dar es Salaam kwenda pale wakafanya coverage, lakini bado unasema media za Dar zina mambo yao mengine, wewe unafikiri huyo mtu kuna siku atatuma tena waandishi wake kwenda kwenye shughuli yako? Ni ngumu. Kwa hiyo wakati mwingine unavokuwa kiongozi ni lazima ufikirie kwa undani maneno ambayo unayazungumza, kwa sababu mengine yanakwaza na mengine yanakera watu. So kwa kile ambacho kimetokea au kile ambacho amekizungumza Wallace Karia, kwangu sio kitu kizuri sana. Yaani kusema media za Dar zina mambo yao ni kitu ambacho sio sawa, kwa sababu kwa asilimia kubwa media za Dar ndizo ambazo zimekuwa zikisimama mstari wa mbele kupush content za ligi kuu za Tanzania na mpira wa Tanzania kwa ujumla, lakini pia ndio media ambazo huwa mara nyingi zimekuwa zikipambana kupush agenda za TFF, ndizo ambazo pia zimekuwa zikipambana kupush agenda za bodi ya ligi. Maanake media za Dar ndizo ambazo zimeutangaza vyema mpira wa Tanzania. Kwa si vyema kuzishutumu kwamba ziko bize na mambo mengine. Yaani si jambo jema, kwa sababu mwisho wa siku hizi media zinafanya kazi pasina kulipwa na hizo na shirikisho au na mtu yoyote wa mpira, ila zinatafuta content zenyewe, zinatengeneza story na mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo kwa hapo Wallace Karia kidogo ameteleza, amefanya kitu ambacho sio kizuri na amezidharau media za Dar, kitu ambacho sio sawa. Anapaswa pia kuangalia wakati mwingine namna gani ambavyo anaweza akawasilisha kitu kuhusu media za Dar, au anaweza akawasilisha ujumbe wake pasina kutengeneza madaraja ya tofauti ya media hii na media nyingine, kwa sababu hizo media ndizo ambazo pia wakati mwingine yeye anazihitaji kwenye kupushi agenda zake na maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo naamini anapaswa kuheshimu kazi ya vyombo vya habari, anapaswa kuheshimu watu wa Dar es Salaam, anapaswa kuheshimu watu wa Kigoma na watu wa mikoa mingine yote. Atengeneze usawa tu ili tuweze kutengeneza taifa ambalo
lina vyombo vya habari ambavyo vinaweza kuripoti taarifa bila kuwa na kisununu chochote. Taifa Stars of course wataenda kucheza na Morocco na ni mechi ngumu by the way. Nimeona kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco kina Ozzedine Onai, kina Ashraf Hakimi nimeona pale. Kwa kweli kina Ibrahim Diaz nimeona, nyota wa Real Madrid huyu. Kwa kweli nimeona kikosi cha Morocco kimesheheni mastaa wengi wakubwa duniani. Yaani kimesheheni nyota wa kila aina. Yaani kusema ukweli tunapaswa kujipanga vizuri ipasavyo. La sivyo tutajikuta hapa tunarudi na mabao 5-6 tumefungwa. Lakini of course na timu yetu sisi ina wachezaji wazuri kina Simon Happy God Msuva. Wapo watu kina Faisal Salum Faitoto, wachezaji wazuri, lakini tusubiri tuone nini ambacho kitaenda kutokea huko Morocco. Hii ni timu yetu ya taifa, tuachane na masuala ya Wallace Karia, tuisupport timu yetu ya taifa ili tuweze kufikia malengo, kwa sababu mwisho siku Karia ni kiongozi ambaye kuna muda wake utafika ataondoka madarakani na watakuja viongozi wengine na maisha yataendelea, kwa sababu hata yeye sio rais wa kwanza kuwa rais wa TFF. Sio rais wa kwanza kuwa rais wa TFF. Wamepita kina Jamali Malinzi huko, wamepita kina Leod Gachila Tenga, kwa hiyo na yeye zama zake zitaenda na zitaisha, watakuja marais wengine. Lakini kwa sasa tuweke mambo yote pembeni, tuisapoti timu yetu ya taifa kwa maslahi ya taifa letu.